tunaposali sala ya Baba Yetu tunasema kuhusu kuwasamehe wengine kama, yani utusamehe sisi kama sisi pia tunavyo wasamehe wengine. Sasa nikawa najiuliza, je, pale inabidi tusimame hasa kama unasali peke yako, labda kwenye jumuiya mnaenda wote kwa pamoja mpaka mwisho, lakini kwa mfano unafanya sala peke yako, sasa pale unatakiwa ukae ure kwamba na mimi nimewasamehe watu wengine, lakini hasa nani nimemsamehe? Sasa je, kuna umuhimu wa kukumbuka nani hasa tunayemsamehe na tumemsamehe kwa kitu gani, na kweli tumemsamehe au tunasali tu na sisi kama tunavyowasamehe wengine? Asante kwa swali hilo. Napenda kuliujibu kwa maneno ya Yesu mwenyewe katika mafundisho yake ya hotuba ya mlimani, ambapo pia anakuja kutufundisha juu ya Baba Yetu, na anaweka hicho kipengele kwa mkazo wa pekee, maana amekazia kwa aya 3 anazokuja kukazia. Yani tunaposoma Baba Yetu pale au kusali Baba Yetu, anakazia aya ya kuanzia aya ya 14 na 15, anakazia jambo hilo la kusamehe. Nasoma Kiingereza au ukisoma sura ya 6, Mathayo sura ya 6 aya 14 na 15, utaona Yesu ametilia mkazo kuliko hata chochote ambacho amesema kabla, na hilo linatupa onyo tusidhubutu kuomba msamaha kwake, kwa Mungu, bila kwanza kusamehe. Kwa hiyo kitu kinachoanza ni kusamehe. Nasoma hivi, anasema kuanzia aya 14 sura ya 6 Mathayo: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Aya 10 anasema atawasamehe ninyi. Aya 15: bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi na makosa yenu. Na akamesitiza baada ya kufundisha, immediately baada ya kufundisha ile sala ya Baba Yetu, anaweka aya 2 zinazofuata kurudia ile ombi la kusamehewa, samehe makosa yetu, aya 12. Anarudia aya 12, anaisisitiza. Sasa mkazo huo unatukumbusha aliyowafundisha kabla. Ile sura ya 5, sura ya 5 ya hii hotuba, aya 23, sura ya 5 aya 23, mpaka mwisho. Manake anafundisha kitu kuhusu kusamehe kabla ya kwenda kwa Mungu kuongea naye. Anasema hivi, anatoa hili ambalo ni muhimu sana, sio tu kwa kusali Baba Yetu au kusali sala yoyote ile, au tu hata ibada yoyote ile, hata kuja kwa kanisani kwa ajili ya misa. Anatukumbusha, anasema hivi, aya hii sura ya 5 aya 23, 5:23: basi
ukipeleka sadaka yako kwenye altare, na hapo ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno na wewe, acha sadaka yako hapo mbele ya altare, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, kisha rudi kutoa sadaka yako. Usikawie kupatana na mshtaki wako uwapo bado njiani naye, asije akakutoa kwa hakimu, na hakimu akutoe kwa tarishi, naye akakutupa gerezani. Amin, nakwambia humo hutoki tena hadi uwe umelipa senti ya mwisho. Msisitizo wa kusamehe kwa hata kwa ibada yoyote ile, Yesu ametia mkazo kabisa. Ni mojawapo ya mafundisho yake katika hotuba ya Mlimani. Maana yake anatukumbusha pia hilo katika ile sura ya nazungumzia hili katika sura ya 18 aya ya 21 mpaka 32 au 35. Anasema yule ambaye alikuwa amesamehewa deni lake, na yeye baadaye akaenda kumkamata mjoli wake akamkaba koo mpaka alipe deni. Ile sura hii ya 18 anatufundisha kwamba tusidhubutu kwenda kuomba msamaha. Anarudia hiyo. Kwa hiyo ni mojawapo ya fundisho muhimu sana katika mafundisho ya Yesu, kwamba tuna wajibu wa kusamehe kabla ya kudhubutu kumwomba Mungu msamaha. Hapa anasema hii sura ya 18 aya hii ya 21, 22, anasema katika yule mjoli ambaye alikuwa na yule bwana aliyekuwa ametishiwa kuuzwa pamoja na familia yake ili alipe deni. Alafu yeye aliposamehewa, alipomwonea huruma yule bwana mkubwa akamsamehe, lakini yeye aliposamehewa alienda akakutana na mtu ambaye amemwia, alikuwa na deni dogo tu, kamkaba kuona nini. Hata wenzake wakaenda kumwambia yule bosi kwamba yule mtu uliyemsamehe alienda kumtupa mwenzake gerezani, tena kwa shilingi 10 tu. Na yule bwana yule mkubwa mwenye mali tajiri akakasirika, sasa mimi nilimsamehe, yeye ameenda kumweka gerezani huyu. Na akamuita, akamkamata, akamweka, sio alimuua au nini, lakini alimgombeza sana, akamkasirikia. Hapa tunaambiwa kwamba alimkasirikia na akamweka mikononi mwa watesi mpaka alipe deni lote yule mtu. Yeye kwa sababu hakusamehe mwenzake, tena akamrudia akamwambia, wewe ni kusamehe deni lote lile na mali kubwa, alafu umeshindwa kusamehe huyu, tia gerezani. Akamupa watesi, wakamtesa huko gerezani na kufunga mpaka alipe yote. Ni mfano anatuambia hapa. Yesu anasema bwana wake alikasirika, akamweka mikononi mwa watesi mpaka alipe deni lote. Hivyo na Baba yangu wa mbinguni atawatendea ninyi msipowasamehe kwa moyo kila mmoja ndugu yake. Hiyo ni mwisho wa ile sura ya 18. Ndugu zangu, manake hatupaswi kuwa kama mashine. Binadamu sio mashine kwamba anaishi kwa hofu na kukalkulate, tuna hesabu hiyo sio lengo hasa. Lengo ni kuwa na moyo wa kusamehe, kuondoa kinyongo. Unapokwenda mbele ya Mungu kusali, ujue kwamba huna kinyongo. Mungu hapokei sala ya mtu mwenye kinyongo, mtu ambaye moyo wake umefungwa kwa jirani yake na anakwenda kujifungua kwa Mungu. Hiyo haikubaliki. Kwa hiyo cha maana ni kuwa na moyo wa msamehevu. Ningesema hivyo, moyo ambao
hauna kinyongo na mtu, moyo ambao hauna kiburi ya kujiona wewe huwezi kusamehe, mimi siwezi kusamehe yule, alafu nadhubutu kumwambia Mungu akusamehe. Hii kwenda haiendi. Ndio fundisho kuu. Kwa hiyo sisi tunaposali mbele ya Mungu, ukikumbushe mimi nina kinyongo na mtu, unasemaje Baba yetu, na huku huwezi kumsamehe jirani yako hapa, halafu naenda it doesn't work. Haiwezekani. Ndio hivyo Mungu anavyotaka sisi twende kwake tukiwa na moyo msamehevu, moyo sio kuhesabu sasa hapa nisijamsamehe fulani na fulani. Huko sasa ni maungamo sasa unaenda kwa moyo wa majuto, moyo uliojitambua, unajua kasoro zako, na pale hata kabla ya kusali ile inafaa kufikiria nisije nikamwambia Mungu kitu ambacho mimi sifanyi. Ndio hiyo ile mtazamo, ule moyo ulio wazi, ulio tayari kusamehe, moyo ulio tayari kusamehe. Na kwa hiyo sio kwenda umecalculate lazima nimesamehe mara 10 na kwa hiyo Mungu hata nikimwomba mara Mungu anatutaka sisi tuwe wa kweli, watu ambao wana kama huruma unaitaka, na wewe uwe mtu wa huruma, sio tu kusamehe, hata huruma, mapendo. Huwezi kuwa na Mungu kwa Mungu eti nakupenda alafu wewe humpendi jirani yako, haiwezekani, haviendi. Ndio hicho tu. Kwa kweli sisi wa Katoliki, tofauti na madhehebu mengine ambayo yanahesabu kana kwamba ni Mungu ni mashine, sio madhehebu tu, hata dini nyingine. Sitaki kusema hapa kwa sababu kuna mavitu mengine yanaweza kwenda vingine, lakini kuna dini nyingine zinahesabu kana kwamba Mungu ni mashine, na kama left right, yani manake negative positive. Mungu hayuko hivyo, kwa sababu anatufahamu. Cha maana sisi tuwe na moyo ulio wazi mbele yake, moyo wenye kusamehe, moyo mwenye majuto ya kweli, na kumwona mwenzako ni better than you, kumwona mwingine anafaa tena ana mastahili mbele ya Mungu kuliko wewe. Usiende mbele yake kwa kiburi kama yule Mfarisayo na mtoza ushuru waliokwenda kusali. Anahesabia Mungu, mimi ninafunga mara 6 kwa wiki, ninatoa zaka, ninafanya. Huyu hafanyi chochote. Again, hiyo attitude namna hiyo, unajistahilisha mbele ya Mungu, hiyo ni pia haitakiwi. Tunaambiwa yule mtoza ushuru alienda nyumbani akiwa amehesabiwa haki kuliko yule Mfarisayo alikuwa anatamba na kumhesabia Mungu shughuli ambazo amefaulu na anafanya. Hakuna mastahili mbele ya Mungu. Kwa hiyo katika kusali sisi twende na moyo wazi, moyo wa kujinyenyekesha mbele ya Mungu, moyo wa kunyenyesha mbele ya wenzetu. Ile roho ile unataka Mungu akuonyeshe, akupe, uwape wenzako, then you are okay. Sala yako itakubalika. Hata kama ulikuwa na kasoro, utajikumbusha. Ile sala ikukumbushe, uende kutubu, uende kurepair hali ambayo umeharibu. Kwa hiyo sala ile pia ni mwito wa kutubu, mwito wa kukiri makosa, mwito wa kuomba msamaha kwa wengine. Na tukumbuke ili fundisho la sura ya 5 aya 23 hapa ya Mathayo. Ukienda unaenda kusali au unaenda kutoa za sadaka, ukafika pale altarini, unataka sasa uweke ile kondoo au sijui kuku au whatever you had, unataka kuitolea sadaka, ukakumbuka mke wako ulimtukana jana au ulifanya nini, labda uweke nia sasa pale ya kwenda kumsamehe au muongee, mfanye mashauri. Na sio kuja pale unajistahilisha mbele ya Mungu, na kule nyumbani uongee na mke wako wala watoto, unafujo kule nyumbani, au jirani yako au whoever.
Hata watu wa kazini, we ni mtu unaleta matatizo kule kanisa, alafu hapo unakuja unafunga midomo na kuweka, unamwambia Mungu, Bwana nibariki, nisamehe na nini. Sasa atakusameheje na we hupeleki baraka nyumbani? Hupeleki msamaha kwa wengine. Kwa hiyo ni wito. Sala ya Baba Yetu pia ni wito wa kubadilika, wito wa kwenda kufanya kile unachodaiwa. Najua pia ningediriki kusema kwamba sala ni maisha. Sala ni maisha. Sala si mdomo, ni maisha. Kuna watu ambao pengine afiki kanisani, lakini anahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa maneno yake anavyoishi. Tusijihesabu kwamba ni wenye haki au wanaompendeza Mungu kwa kuja kusali kila samani kwa wale wanaosio kusema tusifanye, maana mnielewe, wote hapa ni watu ambao waelewa vizuri sana. Tusije tunawaita kwa Italia perpetua. Ni watu ambao perpetually they are in the church. Wako asubuhi tayari na nini. Hawa wanazunguka mambo matakatifu na pamba altareni na kuleta maua kila siku. Mimi tumeona mengi na wengine hapo. Unaona kasisi anavaa safi sana, tena nafuta mavazi ambayo yanang'aa. Amsio mkutuangalia saa msema yule. Maana yake ni mkosefu, lakini anafanya wajibu ule akiwa anajitambua kwamba hastahili. Na sio kufanya show. Hicho ndicho kuna moyo. The attitude before God. Humility. The spirit of forgiveness. Na hicho ndicho kinachotakiwa. Na unapokwenda kusali Baba Yetu, nenda ukaishi. Ndio basi sala inakuwa maisha. Ukaishi ile Baba Yetu. It's a call. Ni wito wa kuishi ile Baba Yetu. Usio kaongea tu maneno matupu mbele ya Mungu. Mungu hapendi kabisa. Therefore the prayer, the Our Father is a call to live it. Unaishi hata kama unamwomba chakula. Je, wewe unampa mtu kitu? Mtu mchoyo kabisa alafu naenda kusali Baba Yetu. It doesn't work. Hiyo mnanielewa. Usio kasali sala ya wewe unadharau watu, kusema unachonganisha watu. Unaishi maisha ambayo mimi unaharibu sifa za watu. You kill people by spreading lies and backbiting, slandering watu, mchonganishi, msengenyaji mtu, alafu nakuja kusema jina lako litukuzwe. Litukuzwe na nani? You glorify. Glorification, neno hilo kadosh ni sawa na kadash. Maneno haya yanalingana kidogo. Yaani utakatifu ni sawa na kutukuza. Maneno hayo katika lugha za wenzetu ya Kiebrania yako karibu sana yanacheza herufi zinabadilisha kidogo tu. Sasa kwa hiyo Baba Yetu ni sala inayotualika tuishi maisha ya ile Baba Yetu. Na kuna watu wanaishi ile Baba Yetu without talking. Wana roho ya kuheshimu watu, kutukuza Mungu katika watu wanaokutana nao. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ile inahusu Baba ya mbinguni, unamwona Baba wa mbinguni katika kila kitu. Kwa hiyo maisha yake ni ya sifa, heshima, tukufu na kuwa tayari. Useme kama mapenzi yako yatimie, wewe unatimiza mapenzi ya Mungu. And therefore you are the one, wewe ndio unayetekeleza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni call, the prayer of the Our Father, the prayer. Sala ile ni wito. Na kwa hiyo hata kusamehe, I can go, naweza kwenda mbele yake na sali. Lakini sasa nakumbuka, mimi nimegombana na fulani. Huyu nimetenda jambo fulani ambalo nimemuumiza mwenzangu. Au nimesema maneno fulani. Au nimefanya mambo ambayo sifaa kwa mwenzangu. Wanasema kwamba nimemtesa mwenzangu.
Mimi ninapokuja sasa mbele ya, ninakumbuka pale ile sala inanikumbusha, then naenda kujirekebisha, naenda kutenda hayo. Is a call, ni wito, ndio maana yake. Nataka niongezee kidogo hapa. Wewe kwa ananiambia katika Kiislamu ile salamu lazima uimalizie ili upate thawabu zote 30. Kwa hiyo ukisalimia asalamu alaikum unapata thawabu 10. Ukiongezea alaikum salam unapata 10. Ukiongezea wa barakatu unapata 10. Kwa hiyo salamu nzima ina baraka 30. Kwa hiyo kwa hiyo unachokisema kwamba, kwa hiyo sisi tukisema tu kwa jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunapata moja na zaidi. Sasa hiyo kitu nani alihesabu? Na mimi mambo hayo ndio hiyo nakwambia kwamba sio imani Katoliki, sio imani yetu. Ndio maana niliweka neno kwa madhehebu mengine. Sisi hatumhesabii Mungu hivyo, na hiyo ilikuwa kasoro iliyosababisha hata ujio wa ndugu zetu wa Lutheri waliojitenga. That's the same attitude ambayo ilikuwepo kwenye Middle Ages, kwenye karne ya 13 mpaka 10. Ilikuwepo karne ya 13 mpaka karne ya 16. Mambo yalikuwa hivyo. Rehema kamili. Rehema ya siku ngapi ushepu? 100, 300. Nadhani wazee wangu wanajua, mimi kwenye kitabu cha sala ninacho huko kwenye library yangu, nimekitunza mahali. Wameweka orodha ya rehema. Na watu walikuwa wanaleta sadaka, anamuuliza padri, na rehema ngapi hapa? Kama unaenda This is not the case now. Tumekuwa kama watoto wadogo, tulimchukulia Mungu kama mashine, ndio wanasema. Sasa hivi Mungu ni Baba. Na hakuhesabi, tungehesabiwa mbona nipata shida sana. Asante sana kwa swali hilo. Labda niongezee hapo. Naomba kanikumbusha kwamba kuhusu jirani. Unaweza kupata jirani ambaye ni mfano, yani ukafurahia alivyo, unashangaa hata kama atakwambia umekosea, atakwambia hapo huyu umekosea, mkarimu. Yani unashangaa Mungu amenipaje jirani wa namna hii, watu wa namna hiyo. Sasa kuna unaposema mambo ya kusamehe, kuna kitu ambacho mtu anakuomba ushauri, unasema sasa mimi hapa na mshauri nini? Maana hata kwangu mimi mwenyewe naona ni mzigo. Mama moja kwenye ndoa ya kawaida tu, bado kwenye umri kama miaka 10, alikuwa anamlalamikia mume wake. Yaani dada ni mtu wa ukweli, anapenda ukweli. Hata kama umekosea basi niambie ukweli. Akawa na mume wake kwamba ana mahusiano na dada fulani, wanataniana, mke wangu mume wangu, lakini akasema tunataniana tu, tuko kazini, sijui kitu gani. Ikaenda nadhani wakaja wakazaa. Mama alikuwa ameshasamehe kila kitu, akasema siku mama anafanya kazi kuna laptop yake ikawa imeleta matatizo ya kazima ya mume wake. Sasa akakuta kwamba amemweka yule dada na mtoto, ana umri gani, sijui kitu gani, na jina na kila kitu. Akasema ilimuumiza. Alikuwa ameshasamehe, labda Mungu labda namsingizia au namhisia vibaya, alikuwa ameshamsamehe. Ila akasema mimi ninavyochukia mtu muongo. Tangu alivyonioa mimi nimwambia kama mimi sitaki uongo. Niambie ukweli. Tumalize tuende. Hata kama utakuwa umekosea, niambie ukweli. Kwa hiyo baada ya hapo nadhani alifunga faili lake lingine, lakini akasema pamoja na hayo lakini huyu baba hawezi kuleta, huyu ni house girl, yani hana heshima. Kuleta house girl na mafanya mambo yake ya house girl, akienda mabaa. Usi anataka kaja kuniua, na hawa watoto ndampeleka wapi na magonjwa, akaniua kabisa. Kumsamehe nimemsamehe, lakini lazima nikae aniambie msimamo wake kwamba nifanyeje. Mimi naanza na plan A B, kama ni yeye aanze maisha yake na mimi nielekee upande mwingine, nijue
maisha ya nyumbani ni magumu, tunatafuta, lakini mbona hivi vitabia, mbona tukikaa tu akaleta kidogo na mimi nikata kidogo, tunaweza tukaendelea na maisha vizuri. Ndiyo ameugua swala la pombe, nimemwambia na daktari amemwambia ndio ameanza kuacha. Sasa sijui kama ataacha au vipi, na huo uzinzi kama ataacha au vipi. Sasa ni mtu ameleta ushauri kama hilo, ukiwa kama father wewe unamshaurije? Ndio kuna kusamehe, lakini wewe ameshaumia, unamsameheje? Kwa mfano mwanaume anayemapproach au sigeli ni kama mtoto wake, lakini wako wanaume wa namna hiyo, wenye unyama wa namna hiyo. Yani sijui mtu, yani msichana wa kazi akasema sasa hata haangalii kwamba unamthamini huyu, hata ukimwondoa huyu. Bahati nzuri tunaweza kupata sasa wasichana, labda anapata wasichana ambao ni wazuri, ambao nasema baba 1 2 3, wasingekuwa anasema nye mko hapa mkisamehe, mimi sijui. Yani kuna vitu vingine vya sawa, sikatai kuna kusamehe, huwezi kuweka mipaka, lakini unajua huyu, nataka ujue huyu ni mtoto, huyu ni dada, huyu ni nani, huyu ni padri. Yani kuna vitu ambavyo unatakiwa uweke mipaka, ujue kwamba huyu ni nani, huyu ni nani. Kristo. Ningesema tu ukienda au kutekeleza hili agizo la Yesu, yeye alitekelezaje? Sijui kwa nini tuende tutafute mafundisho ya pekee, na mafundisho kamili yako kwenye Injili. Hiyo tu nashangaa watu hawataki kumuiga Yesu, wanaenda kutafuta solution nje ya Injili. Injili iko wazi kabisa. Tuulize tu, Yesu anatufundisha nini? Anatuambia nini? Na yeye amefanya nini? Najua ametuambia katika hii sura hii ndio ya 18, soma. Anatufundisha juu ya maisha ya jumuiya. Na ametuambia wazi kabisa katika maisha ya jumuiya. Soma hii sura ya 18, maisha mafundisho juu ya jumuiya. Aya ya 15 mpaka 17 au 18. Afadhali hata tusome kwa sababu ni swali muhimu sana kimaisha. Yesu anatufundisha kabisa namna ya kutekeleza ili swala la msamaha na kusahihishana. It's a fraternal correction, naita hiyo. Sura 18 Mathayo aya ya 15, yani sura ya 18 aya ya 15 hadi tuseme kawaida tunaenda mpaka 20, aya 20, lakini aya 20 si mbaya. Naomba mmoja atusomee Munyambo. Sura ya 18 ya 15 hadi ya 20. Ndio. Ndugu yako akikukosea, mwendee ukamuonye mkiwa ninyi peke yenu. Akikusikia, utakuwa umempata ndugu yako. Asipokusikia, chukua mtu mmoja au 2 pamoja nawe, ili kwa mawaidha ya mashahidi 2 au 3 kila tatizo litatuliwe. Asipowasikia hao, liambie kanisa. Na kama hata lisikia kanisa, na awe kwako kama watu wasiomjua Mungu na watoza ushuru. Na waambieni kweli, mtakachofunga duniani kitafungwa mbinguni, na mtakachofungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Tena nawaambieni, 2 miongoni mwenu wakikubaliana hapa duniani kuhusu jambo lolote la kuomba, Baba yangu wa mbinguni atawafanyia jambo hilo. Kwa maana popote pale wanapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, mimi nipo hapo kati yao. Asante sana. Ukisikiliza hii sehemu hii ambayo mara nyingi watu pengine wana overlook, wanapita tu na kusoma haraka haraka, utaona hatua Yesu anafundisha wafuasi wake kufanya katika kupatana, katika kusameheana, katika kusahihishana. Ni vizuri usiweke moyoni. Anasema immediately
kama mtu amekutendea mbaya au wewe umeenda kule kusali alafu unakumbuka yule bana bado ameweka kinyungu, amefanya nini, ananikasirikia na kwa sababu mambo fulani, namna mtindo wa maisha ninayoishi si ya kweli, anatuambia nenda kwake, mwambie. Tena wewe na yeye tu, enda mahali penu pasirini, muambie, sasa unajua pale nilifanya. Mimi nimesha experience hayo. Wakati mtu fulani alikuwa mkubwa kwangu, tena mlezi mkubwa, anakuja ananiambia mimi naomba msamaha. Nishangaa sana. Because I was a student and alikuja anaomba msamaha kwangu. Nilianza kuumauma midomo na sikuelewa sasa nitamwambiaje. Nimemsamehe. It's like nikamwambia hakuna shida. Hakuna shida, but really it was a painful experience kwangu. Nilikuwa nimekasirika sana na sijui namna hata ya kufanya, kwa sababu nilijua hicho alichokuwa na tuongea sikufanya, na mimi sikuwepo hata. Mshoni akaja akaomba msamaha in the first place. Mimi leo kwa kweli nimefanya mbaya sana, nimefanya maneno na ni shauri ya hasira. Kwa hiyo naomba msamaha kwa unisamehe. Nisamehe. Na akajieleza pale, nikamwambia mzee, mimi sikuweka moyoni, lakini uongo. Nikamwambia basi ameisha mzee, kwa kweli nashukuru sana kwa kuja kuniondolea mzigo. Nasema okay basi, lakini akanieleza kinaganaga. Sasa akanifafanulia na mimi nikamfafanulia kwamba sikuwepo siku hiyo, actually this is nilikuwa nafanya hivi na hivi, sikuwepo. Akasema mimi nimekuja kuelewa baadaye. Naomba msamaha. Kaambia yamekwisha mzee. Na mimi nilipata furaha, nilisali sana. Nilifurahi na kuimba sana mdomo upande, because that is what Jesus is asking of us. Anatutaka sisi tufanye hivyo kwa siri. Hatukwenda kwa mtu. Yeye alijitambua, akaona hapa nisikutenda haki, na niende kumwona kijana nimweleze ukweli, na alikuwa na hiyo courage ya usamehevu kutoka kwa sala ile ya baba yetu. Akafuata ule wito, akaja akafanya hayo, na amenipa chapa kubwa sana. Na mimi katika umri wangu, katika malezi yangu kwa miaka mingi ambayo nimekuwa mlezi wa vijana na watu wengine, kiongozi mkubwa wa shirika, nimejaribu kufuatafuata, lakini sijafaulu sana. na Yesu atanisamehe kwa hilo, lakini ndio wito wenyewe. Sasa hapa tunasikia ni vizuri kudiscuss if you can, sio kuweka nasema nimemsamehe superficially, manake unamsamehe tu kwa mdomo, lakini ndani nasema huyu. Usiweke mambo, nenda ukajali naye, hata kumwelekeza if alikosea kabisa, na yeye akija kwako mwelekeze kwa upendo wa kimungu. Ndio Yesu anataka. Akikataa, manake kumbe hajasamehe, yeye ana kasoro, mwachie mzigo wake yeye huyo. Lakini wewe umekuja, ile roho ya usamehevu umeileta kwake, ukafungua mikono samani. Na kama yule baba wa mtoto yule wa prodigal son, mtoto mpotevu, alifungua mtoto, angeweza kusema mimi sikutambui. It could have happened, na ile ingemuumiza sana baba ambaye ameshampokea na wala hamuulizi chochote kuhusu alikula ile pesa namna gani, wapi alikula, hivi ulikula na nani, labda akagomboe kitu fulani pale. No, he never even this is an example. Hakudai haki. Sasa utanirudishia baada ya kukaa hapa nyumbani, ufanye kazi kwa bidii, unirudishie hela yangu uliyokwenda kula na makahaba. No, he never asked. He simply embraced the boy na kumpokea, tena akafanya sherehe. That's the attitude we should have katika kuwasamehe wenzetu.
ndio Baba na Yesu alitoa mfano kwa sababu hiyo, ili sisi tuwe nao. Sasa kwa mtu ambaye amekosa, tunapewa hizi hatua za kufanya kama yeye. Kuna watu wenye kiburi hicho sasa ambacho hakitakiwi, anakataa, akasema kama ni hivyo, ili na wewe upate amani na yeye umpe amani ya kweli, sio ya uongo, nenda kaita jirani, mwambie bwana, nimemwambia hivi, nimekuja kwake sio kudai haki, isipokuwa kumpa haki, kumweka sawa. Nikamuita jirani hapo, hebu njoo, kuna neno hapa. Alafu namuita ile kijana au mtu yoyote yule au mzee huyo, unamuita mzee, tuzungumze. Anakataa tena, hata mbele ya shahidi ambaye anajua yote. Anamwambia bwana, wewe ulifanya hivi, na yeye bado anang'ang'ania kwamba yeye hakufanya hiyo, na mimi sikubali, mimi sitaki hata kuwasikiliza. Then anasema nenda, sio kwa mahakamani kana kwamba unadai haki. No, you are not demanding justice. No, you are demanding the soul of your brother. Unataka kumrudisha ndugu yako. Basi unaenda, anasema nenda kwa viongozi wa dini, Sanhedrin wakati ule Wayahudi hao, viongozi wa dini, nenda kwa padri, paroko au padri yoyote yule ambao yeye pia anawajibika kwao na wao wanawajibika kwake, mpeleke kule. Sasa mbele, seme kama ni kesi kubwa sana, I don't know, hai unampeleka kwa labda katekista, mtu wa karibu, kiongozi huyo. Anaambia mimi siwezi kuongea na kinyangarika yule, hamna kitu, hamna. Unaenda kwa paroko msaidizi, padri wa parokia pale ambaye anahusika, ni kiongozi wa kanisa yule, anakataa. Unaenda kwa paroko, anasema paroko tu gani? Mimi najua, nasema hicho kwa sababu kuna ndugu yangu naye nikoka hapo namna hiyo. Amekataa, akasema paroko kwanza yule fisadi yule na nini, maneno mabaya. Mishoni naishia kwa askofu. Kesi kubwa hizi kwa kweli. Anasema askofu, mimi siendi kwake, wala mimi simtambui. Anakataa uongozi wa juu wa kanisa. Huyo anasema basi mchukulie kama mpagani. Ndio mafundisho ya Yesu. Nakumbuka Yesu alipoletewa yule mama mwasherati, sura ya 8 ya Injili ya Yohane, alifanya nini? He did not, hata ameandika, amesema kabisa, wala mimi sikuhukumu, ila nenda usiarudie hayo, usifanye hayo tena, usitende dhambi, kwenda nyumbani kwako. Mama alikimbia, nafikiri aliponea majogoo pale, maana mawe yalikuwa yamejaa pale lundo, akapotea na hakurudi. Sijui labda alirudi pale msalabani, amona Yesu anakufa, na pale msalabani anasikia Yesu tena anarudia, Baba wasamehe dhambi zao. Real thing. Unajua healing process inatokana pia na maneno yetu. Hata kama anagoma, wewe mwambie tu nimekusamehe. Wengine wanakasirika zaidi. Mwache tu ifanye kazi, yale maneno yako yanayotoka mdomoni yana kazi kubwa, yanafanya kazi. Ukienda kwa msamehe, mwanangu nimekusamehe, tuendelee. Kwa kweli ataenda it is not easy. Hata yule mwenye kiburi na ukorofi, anasikia unamwambia nakusamehe, mimi huyu ni mwanangu bwana, nimemsamehe. Huyu ni mdogo wangu bwana, nimsamehe. Akisikia umemsamehe, inafanya kazi kuliko maneno mengine yote unayoweza kumwambia. Na unaweza kuweka hapo neno tu la kumtakia mema. Mimi ningemwomba tu Mungu amsaidie ajirekebishe. Natosha. Mimi nimesamehe kabisa Mungu. Na mimi nimeshaona mengi na nimefanya hayo pia. Yale maneno. Kwa hiyo it's not a big deal, but it is healing process.
inaanza. Yale maneno yako yanamponyesha mtu aliyekuwa mwizi anabadilika, na yanafanya kazi pole pole, na alafu namtakia Mungu atampa nguvu ya kushinda hii matatizo haya. What a prayer! Hiyo ndio msamaha, na ndio Yesu ametufundisha. Why should we ask for some people who are also scandalous, wenyewe ni matatizo makubwa? Alafu Yesu ambaye ni clean anatuambia namna kufanya. Kwa hiyo hata hao huko vijijini, nenda ukaapply nenda ukaapply, ukawafundishe watu wa apply hilo. Na hata pale nyumbani unaona mgogoro unazidi, perhaps there's no one amongst you ambaye hajawa na moyo wa kusamehe really, akasema lanyi hapa imeisha, na mwanangu na kusamehe, namwekea mikono, au yoyote mfanya kazi, Mungu akusaidie uweze kuishi tena upya, wanze upya. Unamuombea pale. It may be wengine wanakuwa defiant, wanakasirika zaidi, na mimi nimeona mmoja kasirika, ona samehe mimi, mimi nimeomba tu. Bas you go down always. Bas baadaye hata kama kuambii yale maneno yako, kauli zako zinamfanya, manake ukisisitiza mno ataona kwamba kama oppress, unamuondolea heshima na utu. Hapana, just straight kwamba mimi nimesamehe na kusamehe mwanangu na kusamehe kaka yangu na kusamehe nini, na Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wapya wema. Neema zake zitusaidie tuweze. Naondoka zako. Hiyo ndio Yesu anatufundisha. Na tunaweza kuwa na process psychology na mambo gani ambayo tumedevelop, human development zetu. Lazima uangalie psychology yake na nini, analysis hizo hamna. Kwa Yesu anawaambia hata mimi sikushtaki wala sikuhukumu. Nenda usitende tena dhambi hii bana, usifanye tena hayo bana, hata kwa mtu yoyote. Unaondoka zako. What a prayer! Ndio attitude tunayotakiwa popote pale, na ndio sala hii tunaambiwa nenda ukapatane. Hatuelezi namna ya kupatana, amekuja kutueleza kwenye hii sura ya 18. Basi niwaachie hapo, kwa sababu tunaweza kuendelea na hii. Msamaha una shida kubwa, kwa sababu we don't need to calculate. Haiwezekani kufanya hivyo, kwa sababu ukianza calculation unajijustify, unajiweka wewe kama hakimu, and this is dangerous. Sio kusamehe huko, justice sio msamaha. Ngoja huyu amalize sasa, tunaenda hii ni ili tu, shida ya nini? Yes, endelea mama. Yameshafikia hapo, kwa hiyo lazima yeye aombe kwa ajili ya mume wake, amuombe mume wake. Maana ameshaomba msamaha, lakini anasema mimi nikimuona hivi, naye ameshamsamehe, lakini anasema yani nikimuona yani kwenye moyo wangu hayuko kabisa, yani hayupo. Labda sasa hayupo namna gani? Kwa sababu hiyo haiwezekani. Basi hujasamehe wala sio sawa sawa. Anaumia, anaumia, hajasamehe. Akimuona both sides. Wewe kama yeye bado wewe ndiye au yule anayefanya victim hajasamehe, it's not your problem, leave it to God. Manake usistruggle kumuomba kusamehe, au wewe umeshasamehe yeye kata, leave it to God. Ni mpagani. Yesu anatuambia, lakini hatufuati kina vizuri. Usistruggle kusema lazima ni kama akikataa yeye ni mpagani. Ishi na amani yako. Labda aendelee kumwombea mume wake ili aweze baadaye mkubali. Labda hata kama hamtaki tena, lakini aombe Mungu amsaidie neema ili angalau ule upendo wa zamani urudie. Kitu ambacho mimi nawaambia waumini wengi tangu niwe pale toka mwanzo, nyumbani na ugomvi zetu na nini,
we don't pray for each other. That's the problem. Mara nyingi sana hatuwaombei wenzetu, mwenzi wako na nini, tunajiombea wenyewe. Mimi nimeshaona mambo kadhaa kwa umri wangu sasa. Maanake kuna families, na maanake ukiwa paroko unapata makesi mengi sana ya ajabu sana, mengi sana. Na hapa nawafundisha wao ndugu zangu kwamba makesi tutakabiliana nao. Mara ya kwanza nikiwa paroko huko, ni makesi kila siku labda 6-7 ya mgomvi na mgongano kifamilia, kindoa, na hayo ndio makesi ya matatizo. Kwa hiyo lazima mjifunze vizuri hayo sasa kiuchungaji, na muwe na majibu. Mimi nakumbuka jibu langu kubwa lilikuwa linaniongoza, I don't know, ndivyo lilivyoniongoza. Nawaambia, nawauliza, mnasali pamoja? Mwenzangu hataki hata kusikia Mungu. Haya, anajifungia chumbani. Wewe unasali na watoto? Hapana. Sasa who is better off? Kuisha mambo yenu. Lakini anasema sisi tunasali na watoto, watu nawaita tunasali. Sasa namwambia, wakati wa kusali mnasali kwa sauti au kwa kimya kimya? Kwa sauti. Haya, naulubia, umeshaweka neno lake, Mungu msamehe baba yetu, anasikia huko chumbani. I tell you, yes, it's a healing process, I tell you. Anasikia mnamuombea. Yaani ukitaja jina lako kupano unamsalimia. Mungu tunakuomba baraka zako, ubariki nyumba yetu na nini, umbariki na baba, aweze kufaulu katika mipango yake, na umsamehe makosa yake, na unaweka hapo pembeni. Usitaje directly tena mwana kutamuumiza tena. Hapana, unaweka kiasi kwamba tuna busara yake Mungu. Unaweka kiasi kwamba unamweka kwenye sala, na sio kwa maigizo, isipokuwa kwa kweli, kwa udhamini. Na watoto mimi nakumbuka nyumbani piga magoti pale, nakumbuka baba na mama, alafu nasali. Hata mtoto ambaye ni mwizi pale anasikia, muongoze na mtoto wetu. Anajifanya pale, lakini it is penetrating and it is healing process. Yule baba kesho yake utaona labda anakaa kimya kwanza, alafu kesho tena mnasali tena. It was wengine asubuhi hawana nafasi sana ya kukaa pamoja, lakini jioni tena wakati mmemaliza chakula, na sisi tunafanya nyumbani kwangu ilikuwa hivi. Baada ya chakula, hata kama kuna news, tunasikia radio au wakati huu sasa ni television, tunasikiliza wote pale na nini. Baadaye baba au mama anasema sasa tusali kabla, kwa sababu anaacha watoto wakasome na wengine wanaendelea. Basi sala ile anasikiliza. Mzee amekunywa pombe, anaenda chumbani, akisikia sala tu ameshamka, hii shauri yenu, anaenda. Alafu atakuja labda baadaye kuangalia michezo yake na mambo mengine huko kwenye TV. Wewe mnasali kwa sauti. Nakumbuka jirani yetu pale mpaka tunasikia huko kwenye nyumba huko, Salamu Maria. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini wanapiga kelele, lakini sisi hatukupiga kelele. Lakini chumba kingine, hata kinachofuata 3-4, unaweza kusikia tunasali mwili. Yeye anasikiliza. Unafikiri asikilize? Hata kama amekuwa mlevi anasikiliza. Sasa ananiombea tena. Hiyo ndio mimi naitaka hiyo. The process. Na ndio Yesu alitaka. Yes. Ni hivyo tu. Ulikuwa na swali mzee? Mifano miwili. Moja, niwahi kusikia kuna sehemu ya kazi, kuna mtu alikuwa na bosi, sio bosi sana, wakatikati ana assistant wake. Sasa yule assistant wake alikuwa ni mnyenyekevu sana. Yule bwana anafanya mipango yake nini, ana bypass huyu mwingine, lakini yule alikuwa agombani naye sana. Siku moja akaja kuambiwa kwamba yule wa chini anahamishwa. Sasa yule bosi akaenda, haiwezekani kumhamisha mtu mwingine, huyu bwana akabaki. Kaambia, kwa nini, mbona unataka sana huyo jamaa abaki? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba
huyu anamvumilia sana, yani anambeba sana. Yule akifanya hivi, yule anafanya, tuko pamoja. Yule akifanya hivi, anafanya. Kwa hiyo nataka kusema kwamba sometimes sisi tunataka majibu ya haraka haraka, tunataka mtu abadilike haraka haraka, isipokuwa itachukua time. Huyu naona Devota anavyofikiria hapa, kama kuna sala, mimi binafsi ninavyojua hamna sala maalum ya kumbadilisha mtu kesho. Huyu bwana ni mzinzi, ni mtu ambaye ajitambui morally, ajitambui. Mimi naishi mtaani huko, naelewa, naletewa na mimi vikesi vya namna hiyo. Baba anatembea na house girl nini, mpaka unamuita unamuuliza, wasichana wote hawa kwa sababu gani? Bwana yule msichana ananchengua sana. What a foolishness. Msichana analala pale nyumbani kwenu, mmemtoa kijijini huku, vititi vimeanza kidogo tu, umeshapagawa baba wa nyumba. Sasa ndio nataka kusema kwamba hawa watu we take a long time kujitambua pole nini mpaka waweze kuelewa. Kwa hiyo hakuna sala, hakuna novena ninayojua mimi ya mtu kama huyo itambadilisha kesho kutwa tu awe sijui mtu wa namna gani. Sasa hiyo upande mmoja. Upande mwingine, sasa hivi unasikia hii shida ya Marekani na Iran. Unaona? Iran wameshatangaza kabisa kwamba kinachowafanya wao wanashindwa kusaini mkataba vizuri na Iran na Marekani, hawaamini utawala wa Trump utaheshimu yale makubaliano. Ndio maana wao wana prolong vurugu hizi. Sijajua wanatafuta nini. Of course sasa hivi unaona wamehama Pakistan, wamehamia Oman sasa hivi. Wanajaribu kutafuta msuluhishi na nini, lakini wamesha declare kabisa kwamba sisi hatumwamini huyu Trump bwana na haya mambo. Tunaweza tukasema nuclear tunavuta, sijui kitu gani tunavuta, kesho yake akaja akatupiga makozi zaidi, akatuharibia zaidi. Sasa hivi vitu hivi vya makubaliano, yani kusameheana na nini, ni kwamba hata ningekuwa mimi siwezi kumsamehe jirani yangu anayeiba shamba langu, naomba atukubaliane, akati yule najua kabisa kesho ataleta trekta, ataingia mpaka huko, kesho kutu ataleta trekta, akaingia mpaka huko, mwisho nabaki na nusu eka. Lazima umwamini mtu mwingine. Kwa hiyo this takes time kudevelop. Kusamehe haiji tu kwenye yale maneno kama Father anavyosema kwamba tumesameheana. Inategemea na huyu unayemwambia tumesameheana naye ataheshimu yale mliokubaliana kwamba sasa mnaenda hatua nyingine. Kama huyu mtu hujamwamini kama atafuata, sidhani kama na wewe utasamehe kwa moyo mzuri. Huyo mama hata akisamehe kesho, bwana yule amefanya hivi, kesho kutwa amefanya vile, hapo maana yake kuna shida nyingine tena, sio msamaha tu. Maana yake hapa huyo anazungumzia sasa mambo ya madai au mambo ya haki. Ni kitu vingi tofauti. Maana yake kuzungumzia haki, hata Yesu anazungumzia tu watu wanapelekana mahakamani na hakatai kupelekana mahakamani ili kudai haki. Anatoa mifano hiyo mingi tu. Hata huu mfano nilosoma sura ya 5 aya 23. Ni watu wanapelekana mahakamani, ukienda mahakamani mpatane mkiwa njiani. Manake kuna mahakama na hakimu katika kudai haki. Lakini kuna msamaha, tunazungumzia moral issues, mambo yasiyohusu mali au mambo hayo. Tunahusu watu ambao wana kinyongo, watu ambao wana hila na wewe, wana hasira nawe, wana yale ambayo yanaharibu mtu kuliko mali. Chuki. Mtu anakuona ni kama kisirani kwake, anasengenya mpaka unajua huyu ndio ananifanyia mambo hayo. Haihitaji haki pale, unahitaji kubadilisha ili process. Nimesema ni process. Kuna sehemu hii tunazungumzia kudaiana, hapo unadai haki, na therefore you will need mtu ambaye ni arbiter, manake mtu anayekuja kuhakimu, naye kupatia haki yako, sheria, patanishi au whatever, ili na yeye na wewe ufanye nini,
unaambiwa ufanye nini na huyo fanye. Hapo ni swala la mahakama haki, na wale wanaambiwa watende haki, wale mahakama mahakimu watende haki. Lakini sasa kuna hata you can go, mnaweza kupeana haki lakini kinyongo kimebaki. Huyu alinifanyia vibaya, aliharibu jina langu, alieneza choko, amefanya hivi, na halafu hata msalimiani njiani. Na hicho ndicho tunazungumzia, the real healing, yani kusamehe. Msamaha is beyond, ni jua zaidi ya haki. Msamaha ni zaidi ya haki, kumbuke hiyo. Msamaha ni zaidi ya haki. Unaweza kupata haki lakini usamehe. Reconciliation is higher, or forgiveness is higher than justice. Na ndio maana unaweza kuvuka hiyo. Ndio maana msamaha unaweza kuvuka, ukazamisha haki. If God, kama Mungu angekuwa anadai haki, wenzao wanasema ameenda mbele ya kiti cha haki, au wanasemaje? Kifo. Ametangulia. Yaani mimi nawasikiliza, nasema kweli hawa dini tofauti. Mimi naenda kwa kiti cha huruma, because I have no just, mimi sina God. Ndio mafundisho ya kitabu cha Ayubu, sina haki yoyote mbele ya Mungu. Eti naenda mbele ya haki, nisimame mbele yake. So I'm not of that. Hapana. Sisi wa Katoliki tunaenda kwa Baba, merudia hilo, mbele ya kiti cha huruma. Because we are always sinners. Whoever goes before the Lord claiming to be just, merited, huyo hatapata. Ndio hiyo nimetoa mfano wa wale mtoza ushuru na yule Mfarisayo. Basi hayo. Kwa hiyo mimi ningesema hapa tunazungumzia mambo mawili tofauti kabisa. Msamaha anaodai Mungu ni msamaha wa Mungu anayemsamehe kiumbe chake binadamu, na huo tuwe nao, ule moyo wa Mungu ambao you overlook everything, even justice is inawekwa chini. You claim, unaweza kusamehe alafu namwambia, lakini sasa yale mambo mengine tunaweza kupatana. You see? That is where msamaha unakuwa juu. Na tusiende ukizungumzia msamaha alafu naweka huko haki tena, na haribu. Yes, please. Yeah, asante. Mimi sitaki kuwarudisha nyuma, lakini na hiki kipengele umegusa kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu mzee, ndio maana unaona kimetuchukua muda. Na nashukuru kwa aliyeuliza hii. Sasa kuna wakati hapo uliwahi kufundisha, ukasema ulikuwa unafundisha kuhusu kama leo hivyo ulivyokuwa unafundisha kuhusu msamaha, na ukagusa mwisho ukasema kama kuna jambo baya zaidi ni yule mtu ambaye amekosea, amefuatwa kuomba msamaha. Yaani mimi ndugu huyu amenikosea hapa, mimi namfuata kumuomba msamaha, bado hataki kusamehe. Sasa kuna mambo kama mawili mimi huwa naona ni magumu kwangu, nitaka nigusie hiyo. Sasa kuna mtu amenifanyia hivyo, nimeshajishusha sasa, mimi mwenyewe nimeenda. Unaenda anakuambia sitaki msamaha wako, yaani nakataa kabisa. Sasa mimi nilikuwa nimekubali kwamba nasamehe kabisa, kwa sababu unakuta mtu kabisa hata kuongeleshi yani amenuna, yani hakuongeleshi mkikutana hivi. Sasa mimi nimeamua bwana niende. Nimeenda mara ya kwanza akakataa. Napo sasa nimeamua nimtafute mtu mwingine kawaida, kama hizi hatua ambazo amezitoa kwa Mathayo hapa Yesu, kwamba namuelezea scenario, bwana naomba sasa unisaidie, labda uongee naye, mimi hata nifanye kama mimi ndo nilikosea, mimi ninachotaka tuwe na amani. Hata huyu anayemfuata anamwambia mimi siko tayari kumsamehe huyo mburukenge. Sasa swali langu nilokuwa nataka ni kwamba sasa mimi huyu mtu nitaishije naye? Itabidi nikubali tu, kwa sababu kuna mmoja mimi nimeona kwamba mtu unakuta sasa analazimisha sasa kumsalimia sasa, lakini kwa mazingira ya kawaida sio rahisi kumsalimia mtu ambaye hataki tena nani. Sasa huyo mimi nitaka kujua hiyo kwamba huyo nitamwachaje. Lakini sehemu ya pili ni kuhusu kama huyo alivyofundisha kwenye familia hii ipo. Kuna watu ambao anautumia msamaha wako
kuendelea kama kufanya baya zaidi. Yani unaona hapa kweli nimesamea, lakini ninapouleta tuseme labda kwa mfano mmoja, mpo kwenye familia labda mzazi na watoto, labda watoto wako upande wa mama, alafu baba ametarafikiana na familia. Sasa umefika hatua labda kwamba wakasema sasa hapa tunasamea. Lakini unaona huyu ambaye anakubali msamaha huyu, ile tu point ile unamuona kabisa huyu msamaha nao utaka huu sio kwa ajili tu ya kutoka ndani, na utafuta ile tu point. Kama mlikuwa na kesi fulani, labda alikuwa ameuza shamba fulani, ile ka point kale tu ndo mmetaka kurudi tena kwenye ile ya kusameana mwanze kuishi, ndo anatafuta sasa nafasi ya kwenda kukata kipande kingine kama kilikuwa cha shamba, naenda kuuza kingine. Sasa sijui kama utakola. Sasa ndio haki nimesema, haki inaenda mahakamani. Sasa hapo ndo yani point yangu ndo hiyo, kama watu ambao unataka kuwapa msamaha wamekataa kabisa, sasa tutaishi je? Na amesema mpelekane mahakamani. Mbona imeandikwa umchukulie kama mpagani? Kwa hiyo ni ruksa na mahakamani pagani hapa, you go to the civil court. Ndio maana yake Paulo anatuambia msipelekane mahakamani kwa Korinto, ile sura ya 6 ya 6. Msipelekane mahakamani, nyinyi mnahukumu hata malaika. Naandika hivyo, nyinyi wa Kristo mna scandalize kwa sababu mnapelekana mahakamani ovyo ovyo. Mfanye makesi yenu hapa nyumbani na muitane mfanye. Kama inashindikana, peleka kwa Kaisari na huko wafungwe, sababu yeye hakutaka tena msamaha. Na Yesu aliyosema hayo, kama yule mmeita mpaka amemkataa kusikiliza kiongozi wenu wa dini, mchukulie kama mpagani na peleka civil court ashtakiwe kudai haki. Ndio hiyo. Na huyu ndugu wangu wa kwanza ambaye sasa hiyo kesi nyingine unayoeleza kwamba mtu unamsamehe halafu anakataa, mwachie kama mpagani. Lakini kumwachia wewe usikubali kuwa mpagani, isiye kucorrupt, maana kuharibu wewe. Na pia msamaha sio condoning. Najua condoning ni kubaliana na makosa. It's not that. Msamaha sio hivyo. Msamaha unatakiwa urekebishe pia. Unarekebisha halafu unasamehe pale alipovunja, pale ambapo alikosea unapasa, lakini lazima upaseme. Msamaha hutoi kurekebisha. It's not that you condone ufuska au wizi au I don't know whatever, ulevi. Umweleze kinaganaga madhara yake whatever, na akikubali anasikiliza. Even I have some friends of mine wanakunywa kweli, kuleta na machela kila wakati, lakini unamweleza kweli, mimi nimekwepa samani padre kesho tena. Unamweleza ukweli wa mambo hayo na jinsi ninavyokera na nini. Unamwambia sasa, tumekueleza wazi kwamba wewe kitu unachofanya ni kasoro kubwa na unaleta madhara haya. Aelezwe kila kitu, and then unamwambia, lakini sisi ndugu zako, mimi ni mkeo na kusamehe, mume wangu, jirekebishe, acha hii haya. Sisi tunakusamehe. He will change, but it's as kama alivyosema, it's a process. Kwa hiyo tusitegemee automation, maana kitu tap tayari amesharekebika na nini na msamehe. Pana isipokuwa kwa mfano mtu ambaye amekusema maneno ya dhuluma na nini na kiburi, alafu anaenda tena kwa jirani mwingine kule amemsamehe pale, alafu anaangalia na wapima, anaona haya majinga, anaenda kwa jirani mwingine tena, anaanzia tena huko. You tell him kwamba what you are doing is not. Mtu anayesamehe lazima awe mkweli pia, sio tena wewe ni mnafiki. Hapana, ukweli, na ukweli ndio unautawala katika msamaha. Ni ukweli. Huwezi kwenda kuungama alafu unasema uongo tena hata katika kuungama. Tunafanya hivyo sasa. Unasema tena uongo. Wewe hujaungama.
Sema ukweli. Sasa ndio huyo mtu ametubu kweli. Sasa kwa mfano hiyo kesi unayosema ya mtu ambaye anakataa, na niwaambia anakataa, sio lazima wewe uwe ndio umekosa. Hata yeye anayekosa, nimeeleza hilo katika Injili hii ya Mathayo. Anasema kama unakumbuka ndugu yako amekosea au wewe umemkosea, sio kwamba ungoje yeye ndiye amenikosea kwa hiyo mimi namsubiri yeye. Hapana, mfuate. Ile kitu iliniuzi sana jana. Lakini bwana, unajua ilikuwa hivi na hivi na hivi. Naomba upokee. Nimekusamehe kabisa. Naona pale ukosea hivi. Umweleze wazi what happened and what kosa lake ni nini, mweleze. Alafu namwambia mimi bwana, ningependa tupatane. Yaishi hapa. Wewe umekosewa lakini unaenda kuomba msamaha. That's what Jesus is asking us. Sisi tufanye hivyo. Sio wewe ungoje tu kwamba huyu amekosea ngoja tuone. Hapana, wewe ambaye ni superior, kusamehe ni superiority. The person who forgives is superior. Kwa hiyo uonyeshe sasa wewe ni Mkristo ambaye hadhi yako ni ya juu sana. Kama wewe ni mkubwa na huu mmoja huyo mdogo kwa whatever amekukosea, onyesha ukubwa wako kwa kwenda kwake kumwambia, unajua pale niliumia sana, ulinimaliza kabisa, na si hivyo, lakini mimi naomba tusameheane, yaishe. Wewe umekwenda, ulitendewa cha kumaliza, alikutukana akafanya nini, wewe badala ya kusema ni mgoja aje kuniomba msamaha, hapana, wewe unaenda kwake, naambia tupatane ndugu wangu, ya pale uliyasema neno magumu sana hata mimi, lakini mimi naona yatatusumbua alafu yatatutenganisha zaidi, tupatane. Yule atakuona wewe ndio superior kabisa, wewe ndio atakuheshimu sana. Umempa uhuru, umemfungulia. Basi ndio hivyo ninavyotakiwa. Ndio nilizungumzia siku za nyuma huko. Lakini sasa kwa upande wa mimi ningesema tusichanganye msamaha na madai. Madai ya kweli ambayo yana repercussion na madhara kwa hata kwa familia yote, hata kwa mahali unapoishi na nini, lazima ipatikane ile haki. Na haki ya namna hiyo, kwanza ajue kwamba hii inavunja haki na haki zetu ni hii na hii na hii. Bwana, rudisha au fanye viki na hiki, hataki kusikiliza. Na umeshamsamehe, hataki kupokea, nataka kuendelea na mpango, nenda mahakamani. Kwa hiyo mimi ningesema msamaha ni juu ya haki. Msamaha ni juu ya haki. Mungu ndiye anayesamehe kweli, kwa sababu haidaji haki yote. Huna haki mbele yake. Huna mtanaidi. Unamdai Mungu nini wewe? Ndio ya Ayubu anatuambia kasarenda. Lakini sasa sisi binadamu hapa, let us tuone ni vitu vile tofauti. Haki na msamaha ni vitu tofauti. Unaweza kupata haki lakini huna msamaha, kwa sababu msamaha ni juu ya haki. Yes, hii muhimu. Yaani sasa uzoefu wako ukituliza mawazo, kwa sababu watu wengi swali tunalouliza ni kama kuna vipimo fulani kwamba hii sasa imekuwa too much. Yaani swali ni kwamba mtu unamsaidiaje aweze yeye kusamehe, kwa sababu mtu mwingine anasema hivi naanzaje kusamehe mtu ambaye ameifanyia hivi familia yangu. Kwa mfano nachukulia mfano wa sister hapa au mseminari kijana pale, mtu amesababisha umevunja wito wako, yaani amekuchongea huko, ametengeneza sijui mapicha namna gani, sijui maneno ya namna gani, umefukuzwa. Sasa baadaye unaambiwa msamehe mtu namna hiyo. Sasa kwa sababu kuna kesi fulani sikumalizia kutafuta vizuri habari hii, nilisikia habari ya mtu ambaye alikuwa assistant wa Hitler aliyekuwa ana create torture
yana create torture ni nini? Mateso. Ndio anatengeneza. Baada ya vita akakamatwa, akahukumiwa, akafungwa, baadaye akatolewa, baadaye akatoka, sasa akawa Mkristo. Nadhani alikuwa Mkatoliki kwa sababu kuna sister mmoja ndio ameandika swala hilo, akisikumalizia kusoma hiyo kitu anaelezea swala hilo tatizo kwamba sasa yule mtu akienda kwenye jamii nyingine inamkubali, jamii nyingine inasema bana wewe utasamehewa na Mungu huko, lakini sisi ulivyotufanyia mabaya ulivyotufanyia. Sasa kuachilia hayo mbali ya Hitler huko, chukulia tu hali ya kawaida, mtu amesababisha umfukuzwa kazi, umevunja wito wako. Mwingine hata shirika anaweza kuwa padre, lakini unamwona anahama shirika kwa sababu ya shida ya mtu mmoja. Anasema mimi naomba niingie shirika jingine au jimbo. Sasa unamsaidiaje huyu mtu aweze anaelewa kiakili tu kwamba tunatakiwa kusamehe, lakini in reality anasema kila nikikumbuka ainiji, yani sina power ile ya kuweza kusamehe. Sasa unamsaidiaje mtu huyo aweze yeye kusamehe? Unajua hicho unachosema ni ubinadamu wetu, kwa sababu tukubali kwamba sisi ni binadamu, ni finite creatures which are, tuna makasoro na upungufu na hatuna ukamilifu wa kimungu. Hata msamaha wetu ni wa kibinadamu, na kwa hiyo una kasoro, sio mkamilifu. Mungu tu ndiye anayesamehe kikamilifu. Sasa kitu cha maana ni kwamba wewe uwe na attitude, yani mtazamo wa kusamehe. Usiweke kinyongo kiasi kwamba kinakuwa tena ni blockage, maana yake ni kikwazo tena wewe. Yule mtu anashindwa kabisa hata kujieleza mbele yako, unamweka. Hiyo ni kwanza. Manake kuwa na mtazamo kwamba sisi tunaitwa kusamehe, na parengine msamaha ule ni very painful. Sasa ndio tunakwepa sisi. Unaumiza ule msamaha, sio kitu rahisi tu because you are comfortable. No, it's a challenge. How could you imagine that Jesus forgave his persecutors, his killers, pale wanam crucify, anasamehe? That was not easy. And you are feeling the pain at the same time, simultaneously. Wewe pale unausikia maumivu, wanakupiga msumari, alafu naomba Baba usamehe dhambi zao. That's the spirituality which I'm calling upon. Ndio nasema hayo kwamba mara nyingine sasa sisi tunataka kujiweka sawa na huyo mkosefu. Hujawa superior to him, hujaweza kuwa mwokozi wake, and yet tunasema Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe kwa vipi na wewe ndio Mungu kwake? Kwa hiyo ni kauli ambazo zinaonyesha udhaifu wetu. Pana tunjeficha kwa hilo kusema una kipimo. Nani aliweka kipimo cha msamaha? Hakuna kipimo cha msamaha. Kipimo chetu cha kusamehe ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hata hiyo Goebbels, nakumbuka General Goebbels ambaye alikuwa ndio mkatili sana, aliyeshtakiwa kule Helsinki. Huyo alihukumiwa pale, lakini baadaye alikuja kuishi si miaka mingapi ameshakufa. Lakini alikuwa mkatili na kila kitu. Hizi programu za kwenda kuchoma watu kule kwenye matanuru na nini, Wayahudi mmoja wapo injinia mkubwa ni huyu. Msamaha utatoka, unashindwa kusamehe, basi cha maana ni nini? Mkabidhi Mungu. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu yeye ametuambia hivi, mnakwenda kufundisha, kutangaza neno la Mungu, alafu watu mnafundisha, wanakataa na kuwafukuza. Aliwaambia tufanyeje? Kung'uta mavumbi ya miguu yao, waache hamia mji mwingine if they are persecuting. Kama wewe unafeel kwamba
hapa naumia, na hata nina hatari ya kupoteza wito wangu, poteza Ukristo wangu. Hama. Jesus is telling us, move, leave that city, go away, ili kupata amani yako. Kwa hiyo kama unasikia, mimi nimeishi na warafiki zangu wengi, tusitaki kuwataja majina, ambao wamehama mashirika kwa sababu hakustahimili tena, to seek for his own peace, akahamia shirika lingine. Well and good. Mbona tumeambiwa tukikataliwa huku kwenda kwenye mji wa kule, nenda kule Mikese, wakikufuata pale hamia. So this is the principle Yesu ametuachia. Kwa hiyo mwenzetu ambaye una feel you are persecuted and you cannot even grow, and anaharibu hata imani yako ya Kikristo kwa kufanya kila wakati uko guilty, kwa sababu huwezi hata kustahimili tena as a finite creature, kama kiumbe kilicho na kasoro, ndio finite yetu. Nenda mahali pengine, tafute amani ya kwako, na msamaha wako unabaki. Nimemsamehe, lakini sasa ndio hivyo, siwezi kustahimili, na mkabidhi Mungu, naona alafu kunguta mavumbi. Ndio manake kusahau yote, manake kunguta mavumbi. Usiondoke na ranka, manake usiondoke na kinyongo. Usiondoke na kinyongo. Nenda huko uliko, tafuta amani yako. Ndio hivyo mimi ningesema. Sasa muda umekwisha. Na yote tulio leo imekuwa theme kubwa ya msamaha, na ndio umeleta hapa. Lakini mimi ningesema tu kweli, mwangalieni Yesu ambaye hakudai haki, amesamehe. So msamaha wake ni beyond our comprehension. Wale only hujafa, maana kwa wamekuua na wanakuwa pale, wanangoja ufe, alafu watatoboa hata mbavu zako na kukata miguu. And yet he had the courage to say, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Nami ningesema mfano mkuu ni Yesu tu. Msamaha hakuruhusu chuki, hasira na vitu vingine vimtawale. Peace. Kwa hiyo mimi ningesema ndio mfano wetu. Tusitafute mafundisho ya wasu gani ya nani. It won't help us. Is to have that, na ndio anatudai katika Baba yetu. When we go and pray the Our Father, tukienda kusali Baba yetu katika moyo wa huo ulio na msamehevu, moyo msamehevu, huo unatutuma tukasamehe. Ningesema hapa, nilisema sala ya Baba yetu ni wito wa kuishio sala. That's what I said. Yes. Mimi ni kushukuru kwa mafundisho haya, kwa sababu ugumu wa kutoa msamaha unatukumba watu wote kabisa. Unaweza kuona mtu kiongozi kabisa anasema, lakini hatoi msamaha likitokea kosa. Ndio hiyo sasa. Ni shida kubwa kwa watu wote, tunakumbwa na tatizo hilo. Kwa hiyo nikushukuru kwamba umesema msamaha, unapotaka kutoa msamaha usidai haki. Ndio. Hilo la msingi kabisa kweli. Na ukidai haki hutaweza kutoa msamaha. Haiwezekani. Ndio maana tunashindwa. Kwa sababu yani wote tunakumbwa na tatizo hilo, kwamba ni wagumu kusamehe. Kila saa unasema amenifanya hivi, siwezi kukubali. Hata kama mtu anapokea Ekaristi kabisa, lakini hatoi msamaha mtu huyo. Sasa hiyo ukawaambia, shida hiyo tunayo wote. Tuna mwalimu hapo. Hapana, walio wengi sana. Wote tunayo shida hiyo. Wengine asilimia kubwa, mheshimiwa, ni wote tunakumbwa na hilo. Mtu anaweza akasimama akaeleza vizuri, wewe jamani msamaha, lakini ikifika kwake yeye hatoi kabisa. Kwa hiyo tatizo hili linatukumba watu wote. Ila sasa tuendelee kujifunza kwa Yesu, kama alivyosema, ndio kipimo cha mwisho kabisa cha msamaha. Kwa kweli yeye mpaka anakubali kabisa msalabani kusema Baba uwasamehe. Mimi kila nikitafakari kwa kweli, hata mimi Rwanda
Pengine ningeshindwa kusema hivyo. Ni kweli. Ningeweza kuumia moyoni kwamba watu wananiua tena afu nasema uwasamehe hawa. Kwa kweli kipimo ni Yesu. Mmoja aliwaiga Stefano. Sawa. Unajua unaweza kuwa hata yeye. Kwa kweli mimi nikushukuru kwa mafundisho hili, maana yake ndio maana limechukua muda mrefu, kwa sababu linatugusa watu wengi sana. Tunaumia sana, yani mtu amekufanyia mabaya afu tunaomba msamehe. Alafu naongeza hapo. Huo moyo unaosema baba wa kusamehe haupo kwetu natural, what is that? Kiasili. Sio sehemu yetu, sio kiasili. Ni neema. Neema ni zawadi ya Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho watu na mimi mojawapo tunasahau ni kuomba moyo wa msamaha. Prayer for that. Hiyo neema ya kusamehe ni kipaji cha ni zawadi ya Mungu. Na mimi nimeshaona kuna mmoja aliitwa Mapendo, tulikuwa naye, hata ukimpiga kofi anasema unapata wapi hiyo kitu? Kumbe ni neema ya Mungu wase. Yaani kuna watu sio passive. Is not passive. Ni mtu ambaye anachagarika kweli na tena anatetea watu, lakini ukija kwake binafsi alikuwa anaitwa kondoo na ndio tunamuita Mapendo jina lake. Kila kitu. Sasa bana mimi watu ache hivi, mbona kusamehe? Umejua pale mimi nilikuwa nashindwa kumuelewa, lakini kumbe nikatambua bila kuomba hiyo. Na yeye alituambia, jamani, mimi nikifika kwanza na kabla sijasali naomba Mungu anijalie moyo wa usamehevu. Nilisema ndio ikanipa. Mimi nilifikiri hiyo tunajua kwamba kwa kweli labda hata kabla hujafungua mdomo, wewe Mungu nijalie niweze kusamehe. Mungu nijalie moyo msamehevu. Hiyo neema hiyo ni neema kubwa kweli. Kuliko hiyo tunaomba amani. Amani wapi? Empty. Amani. Tunaomba amani. Lakini sijasikia hizi maombi yetu hapa kanisani. Bwana utupe moyo msamehevu. Sijasikia hapa wote. Maombi yetu wapi wewe uliwahi? Kwenye breviary. Lakini ndio hiyo challenge yetu. Hiyo kama tungeweka kama ombi kuu. Naam. Uwezo ukaisari wakati atunayo kukumbuka, lakini ungeomba. Lakini ndio hiyo nasema kweli ni paji la Mungu. Haki ndio asili yetu. Haki ni asili yetu. Mimi sijui hapo kwa sababu haki tunasema haki ni kwa Mungu. Yes please. Anaongea na mapadri na masista, anaambia mimi nafikiri ni mimi naturally nawapenda maskini. Sio kama mimi napenda maskini. Niko kama mimi tu. Ila kila siku naomba Yesu anisaidie kupenda maskini kama yeye alifanya. Ndio hivyo sasa basi memaliza. Ndio hiyo sala hiyo nazungumza hapa, tukawaambie watu kwamba wasifikiri kwamba ni natural for us to forgive. The power, we have the power to forgive. No. Ni zawadi ya Mungu. Na kwa kweli inakuja, yakiamua kukujalia utashangaa. Tena unajishangaa. Nimemwambia samahani. Unashangaa. Basi. Jamani. Yes, karibu. Umesema kwa mfano hii naongea tu kwa mfano. Mtu amepata shida alafu ukaenda kumuona. Labda mnaenda kama watu wawili, watu watatu mnaenda kumuona. Umepata shida lakini tumejifanya 1 2 3 tumepata hiki hapa, tumekuja kukuona, pole. Sitaki kusema ni shida gani. Nikaongea akasema pamoja na hayo mtu akipata shida unatakiwa hiyo shida hii mnaanza mkaenda nayo tu kufanya kitu kingine kama kuomba. Yaani sitaki kumalizia hapo. Yaani ni mtu kabisa Mkristo, mnakuja mnakomunika hiyo mwende nayo tu. Ndio na
Sasa nikafanya hivyo kwenda nayo. Mmoja akaniambiaje, ukafanyaje? Ukapokea. Nikamwambia sasa unataka ningefanya nini? Maana sasa mimi ndio sasa mambo ya kugomba au nini. Sasa amesema mimi nilipokea tu nikarudi nikafanya kile alichonielekeza yakaishia hapo. Umeelewa? Mambo yapo ya Christian but bado. Nimekuja kwa upendo lakini najua. Asante sana kwa mfano huo mama, kwa kweli umenikumbusha padri mmoja ambaye alisimamishwa na askofu mwenyewe. Wakati manake nilikuwa huko sehemu fulani ambapo watu ni wachini sana hali ya maisha. Sadaka unapata shilingi 500 in those days, unapata 200. Ndio wameuza yai huko, wameuza kwa upendo kabisa, afu wanaleta tena wanacheza, ndio sadaka ya kanisani. Ule padri alikuwa anaitwa Mwamba, manake tuna jina letu sitaki kulisema hapa. Akachukua ile sadaka akatupia kwenye viti kule. Sadaka hii ya hapa. Akachukua akasema, sasa nyinyi mnanipa kitu gani? Hii haitoshi hata bia. Analinga. Kweli, yani ilikuwa wote anatumia hilo neno kulinganisha sadaka na bia. Watu waliumia sana kwa sababu ndio hali yao. Halmashauri ile akasema hatuwezi tena kusali. Basi askofu akapewa taarifa. Siku hiyo askofu akaja akamwambia na kusimamisha upadri leo, kwa sababu hii sio roho ya Kristo na sio roho ya Kristo, na hakuna mahali wewe umetenda kitendo ambacho hakijawahi kusikika. Funga vitu vyako, ondoka parokia, nenda nyumbani, na usisome misa katika jimbo lolote mpaka upate barua maalum, na naandika barua utaipata mara moja. Yule bwana akafunga vitu vyake akaondoka, tena anatukana tu, pumbavu zenu nyinyi mnakuja kuniletea shilingi 5, mpeka wapi hiyo kitu? Sasa alikuwa amevimbishwa kichwa na pesa anazopata kwa watu wafadhili fulani huko Ulaya. Kwa hiyo they thought, alifikiri kwamba sasa hiyo ni mtu wa namna hiyo aliyevimba kichwa. Sio vizuri kweli, inaumiza. Na kwa hiyo hasamehewe kwa sababu hajitambui. You say you are superior to her. Au kwa mtu huyo mwambieni kwamba kwa kweli unafanya, tell him or her the truth, kwamba what you did is wrong. Wewe unakataa hicho, lakini ukumbuke kwamba sisi ni nani na wewe ni nani. Hata kama ni mtu mwenye uwezo, umepata wewe, ukuwa na kitu hapa duniani. Kwa hiyo angepokea alafu akatunza yaliyo moyoni mwake. Sasa ile kukataa hiyo sadaka, mwambieni kwamba sisi tunasikitika kwamba imekuwa hivi, lakini tunakwenda tukatoe kwa watu sio jiweza. Msiende mkale mkafanya ile sadaka ichukueni. Nasi tukasema sisi tunapenda kutupeleka kanisani, manake hapa sisi tunapeleka kwa watu wengine huko, na wale walio na shida za kweli. Wewe si una, hata kama umefiwa huna, hata kama una msiba huna shida, umetuweka pembeni, sawa, tunakubali, muombeni msamaha, kwa sababu ndio msamaha ndio unaanza kutoka kwetu. Tunaomba msamaha kwa sababu tumeshindwa kufanya hivyo kwa kuwa ya mazingira yetu. Lakini sasa kama mmekataa hii, tunamwambieni wazi kwamba sisi tumeumia kwa sababu tulitoa kwa upendo, na tukuweza kupata upendo wako na kuona kwamba tulikuwa na nia hiyo, lakini nachukua time. Sasa sisi tunapeleka kule kanisani, parokiani, wherever mliko kubaliana, peleka kanisani, na hata hamwambii padri imetoka wapi,
ambia tu ni kundi hili limetoa kiasi hiki, na hivi mkienda kumsomea misa atakataa misa. Alishauri mkafanye hivi na hivi. Umefanya nini? Mkafanye hivi na hivi. Hivi tu gani? Mkasomea misa. Na wewe sasa msameheni mradi lakini mumpe maneno ya kumwelimisha. It can be in writing, signed by all of you, that group. Na sign, mwambie kwamba sisi, mwambie waraka kabisa, kwamba sisi tulikuja kwako kwa upendo, na sisi tulikusanya hii kwa mazingira haya. Sasa tunasikitika tu kwamba hukutuelewa. Msimakiuzi sana. Ni psychological tu, kwa sababu some people they may, mnaweza labda kitu kilichompata ni kikubwa kuliko na it will take time to heal. Kwa hiyo tunasikitika labda hii imetokana na hali ilivyokuwa, lakini sisi tumekupokea na tunakusamehe kwa sababu tumeumia pia. Sasa sisi tutafanya hiki na hiki na hiki, na unamwandikia tumekusamehe pale mwisho. Tunakusamehe na tunakuombea Mungu akupe amani, lakini sisi hatuja kuacha. Mwisho he will come back or she will come back kuomba msamaha. Mimi naambia, kwa sababu jamani, kwa watu ambao wamepata misiba au vitu vikubwa katika maisha, mimi nimeshajifikia hivyo, una tena ghafla ya hatari sana kama hii ile huyu padri Israeli hapa leo asubuhi sakristi hapa ndio naambiwa, and he was my friend. Nimesoma naye kuanzia seminari kubwa, philosophy and theology, miaka 7 tumekuwa pamoja. Na ndio sasa, na juzi tulikuwa tumepanga na yeye kufanya misa ya shukrani kwa upadri wetu miaka 40 na kitu. Kwa hiyo tulikuwa tumepanga, na mimi nilikuwa ndio mkubwa zaidi kwake. Sasa akapata safari kwenda Ulaya, akaniambia sasa tuairishe, tungekuwa tufanye mwezi Juni. Akaniambia mwezi wa 7 nikirudi tutafanya. Alitangaza nafanya leo. Ndio. He is my classmate for 7 years. Kwa hiyo ameondoka ghafla tu. Hata sikujua kama naumwa ni ghafla. Sasa huyo mtu wa namna hiyo, kesi za namna hiyo, mtu anaweza kupoteza hata busara, hata hana mshauri. Kwambia sisi basi muombee, mwambie tunafikiri kwamba uliumizwa sana na tukio hili, lakini sisi tunazidi kukuombea na tunakupenda. Hata kama unakataa, tunakwambia tunakupenda, tunakusamehe. Hiyo ndio kunitafute maneno yenu ya kuandika kabaraka kadogo, not too long, baraka dogo ambavyo vina uzito, alafu mwambie sisi tunaendelea kukuombea na tunakupenda. Amina.